sisi wajasiriamali tunatoa maazimio yafuatayo. Tutapaza sauti kupigania ustawi wa taifa letu, tukitambua kuwa bila amani hakuna biashara, hakuna ajira, wala hakuna maendeleo ya jamii. Tutapingana na wanaharakati wote waliojificha nje ya nchi, wanaohamasisha vurugu, machafuko, uvunjifu wa amani na dharau kwa wananchi na serikali, bila wao kubeba athari za matendo yao. Tutakataa kila aina ya ushawishi wa wanamitandao unaolenga kueneza chuki, migawanyiko na uchochezi miongoni mwetu. Tutawapinga wanasiasa wote wanaotumia vurugu, matusi na uchochezi kama njia ya kutimiza malengo yao ya kisiasa nje ya misingi ya kidemokrasia. Tunakemea viongozi wa dini wanaochochea vurugu, migawanyiko au uchochezi wa kidini kwa maslahi ya kisiasa, kwa kuwa vitendo hivyo vinahatarisha mshikamano wa taifa letu. Tunachukua wajibu wa kupinga propaganda zinazotumia kizazi cha Gen Z kuhalalisha vurugu, fujo na ukosefu wa maadili, na badala yake tunaendelea kuwasilisha Gen Z kama nguvu kazi yenye tija na mustakabali wa taifa. Tunasimamia kwa msimamo thabiti kwamba Tanzania ni mimi, tukitambua kuwa mimi ndiye nchi, mimi ndiye serikali, mimi ndiye mwenye wajibu wa kulinda amani, uchumi na ustawi wa taifa. Aidha, tunawahamasisha wajasiriamali wote kada zote ndani ya mkoa wa Dar es Salaam na nchini kwa ujumla kuwa daraja la kutatua changamoto zao kwa njia sahihi kupitia mazungumzo, mifumo halali ya kisheria, ushiriki wa wadau na uwajibikaji wa raia. Naitwa Lucy Peter, natokea wilaya Temeke, mfanyabiashara soko la Tandika, muuza eboebo. Leo hii kama sisi wajasiriamali tunatoa wito wetu na kulaani vikali vilivyotokea katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na hatukubali kuingia katika mtego ambao tulioingia Oktoba 29. Tunasimama pamoja, hatutakubali kuwa vishawishi na watu ambao hawapo katika nchi yetu au hawana maslahi mapana taifa letu, ambao wanaleta uchochezi ambao unaopelekea tumepata maafa makubwa, masikitiko makubwa. Mpaka leo hii kuna watu wamekuwa walemavu, leo hii wenyewe wamekaa pembeni ambao hawawezi kufanya chochote. Walichokifanya ni kikubwa, tumepata madhara makubwa. Sisi katika mkoa wetu tunaomba wajasiriamali wote tuwe kitu kimoja, tusikubali watu wanaotoa vishawishi ambavyo vinapelekea kuleta machafuko, tusikubali kuingia kwenye mitandao, tusikubali chochote kinachoendelea ndani ya mtandao, tusikubali, tukikemee na tukikatae kwa maslahi mapana ya taifa letu, ili kulinda maslahi ya nchi na wananchi waliokopo katika taifa au katika nchi ya Tanzania.